Assalamu alaikum. Naam, leo tunaendelea na kitabu chetu, tunajifunza lugha ya Kiarabu. Kabla tujaendelea, nilikuwa napenda niwakumbushe kwa wale ambao ni wageni. Mimi nafundisha lugha ya Kiarabu kwenye mitandao ya kijamii, na pia nafundisha lugha ya Kiarabu kwenye Telegram, kwenye application ya Telegram. Kuna magrupu huko nafundisha, kuna grupu la Kiarabu na kuna grupu nafundisha somo la nahau, na somo la nahau ni muhimu sana. Nafundisha qawaidul lughati al-arabia, na hasa kwa maustadhi, mashekhe, baadhi ya maustadhi ambao bado hawajasoma, hawajui somo la nahau, wanaweza wakajifunza. Hata mtu ambaye anajifunza lugha ya Kiarabu anaweza pia akasoma somo la nahau, kwa sababu somo la nahau linakulinda wewe usiweze kuingia kwenye makosa pindi unapoongea lugha ya Kiarabu au pindi unaposoma lugha ya Kiarabu. Sawa. Kwa hiyo kama unahitaji kujifunza zaidi lugha ya Kiarabu, kwenye magrupu yangu ya Telegram, kama unataka, basi unaweza ukacomment chini au ukanitumia message DM. Mimi nitakupa namba yangu ya WhatsApp, utanitafuta WhatsApp, kisha nitakupa utaratibu wa kuweza kujiunga kwenye magrupu yangu ya Telegram. Kuna malipo kidogo utatakiwa ulipie. Kwa hiyo popote pale ulipo, haijalishi upo nchi gani, uwe nje ya Tanzania, uwe Afrika, nchi yoyote, uwe nje ya Afrika, nchi yoyote ile, wewe comment chini hapo, nitakutumia namba yangu ya WhatsApp, kisha utanitafuta WhatsApp, nitakupa utaratibu. Sasa tunaendelea. Hii ni juzuu yetu ya pili. Kitabu kinaitwa Al-Mumtaz, juzuu ya pili. Sawa. Juzuu ya kwanza darasa zake zipo YouTube. Unaweza ukaenda YouTube, ni bure. YouTube ukafuatilia darasa zote ambazo zimekupita, zipo. Leo tupo juzuu ya pili, somo la tatu. Ad-darsu thalithu, somo la tatu. Somo letu la tatu, mada yake au maudhui yake inasema as-sakanu. As-sakanu maana yake makazi. As-sakanu, makazi. Makazi ni sehemu ambayo watu wanaishi, ndio kwa Kiarabu inaitwa as-sakanu, sehemu ambayo watu wanaishi. Kwa hiyo kwa Kiswahili tunasema makazi. Kwa hiyo nakuomba uwe pamoja nami kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii. Naam, tunaanza somo letu la tatu. Hapo juu kabisa imeandikwa al-hiwaru. Al-hiwaru maana yake mazungumzo. Al-hiwaru maana yake mazungumzo. Sawa Hapa kuna mazungumzo kati ya Ibrahim na Yusuf. Ibrahim, upande wetu wa kulia kuna majina, kuna Ibrahim, kuna jina lingine Yusuf. Wana mazungumzo hapa. Ibrahimu anasema ahlan wa sahlan, karibu. Ahlan wa sahlan maana yake karibu, ila tukitafsiri neno moja moja tunasema ahlan maana yake umewakuta wenyeji, sio wageni. Wa sahlan, na umefika sehemu tulivu isiyokuwa na shida au kero yoyote au maudhi. Sawa. Kwa tafsiri fupi maneno haya tunayatafsiri karibu, ahlan wa sahlan. Wengine wanamalizia wa marhaba. Sawa. Ahlan wa sahlan wa marhaba, yote maana yake karibu. Sawa. Kwa hiyo Ibrahimu anamwambia Yusuf, ahlan wa sahla, karibu, fi hayyina, kwenye mtaa wetu. Hayyun, mtaa. Hii hayyi, mtaa. Hiyo na maana yake yetu au wetu, mtaa wetu. Fi hayyina, kwenye mtaa wetu. Ya Yusuf, ewe Yusuf. Ahlan wa sahlan fi hayyina, karibu kwenye mtaa wetu. Ya Yusuf, ewe Yusuf. Sawa Al-hayyu maana yake mtaa. Sawa, mtaa. Yusuf anajibu ahlan bika ya Ibrahim, karibu ewe Ibrahim. Ahlan bika ya Ibrahim, karibu ewe Ibrahim. Lakini anakumwambia ahlan bika, hii anakusudia kama kwamba asante, sawa au nimekaribia ewe Ibrahim. Ibrahim anasema hayya natajawwal haula al-hayyi. Hayya,
natajawal, ebu tuzunguke, haula alhayyi, kwenye mtaa. Hayya natajawal, hebu tuzunguke. Tajawal kule kuzunguka, atanaqulu min huna ila min makani ila makani, kuzunguka kule, sawa. Wewe unaamua tu labda unaenda mjini, unaenda mji fulani, sawa, kama hapa Tanzania unaenda labda Kariakoo, basi ukifika Kariakoo kule unazunguka tu. Unazunguka huku, unaenda huku, unaenda huku. Au Dar es Salaam yote, unakuja Dar es Salaam, labda umetoka Dodoma, ukifika Dar es Salaam unaamua kuzunguka, unaenda Kariakoo, unaenda Posta, unaenda labda Mwenge, hivyo. Huko kunaitwa tajawul, kuzunguka. Sawa, unatoka hapa unaenda hapa, unatoka sehemu hii unaenda sehemu hii. Kwa hiyo Ibrahimu anamwambia Yusuf, hayya natajawal, hebu tuzunguke, haula alhayyi, kwenye mtaa au kwenye mji. Alhayyi mtaa, au hata ina maana ya mji pia. Yusuf anajibu, albuyutu kabira, nyumba ni kubwa. Albuyutu kabira, nyumba ni kubwa. Nyumba nyingi hizo, nyumba ni kubwa. Kwa Kiswahili nyumba ni nyumba, hata zikiwa nyingi hauwezi ukasema manyumba. Hapana, nyumba ni kubwa. Walmazari'u wasi'a, na mashamba ni mapana. Walmazari'u wasi'a, na mashamba ni mapana. Ibrahim. Sawa, Yusuf anasema kwa sababu amezunguka na Ibrahimu kwenye huo mtaa. Huo mtaa ni mtaa wa Ibrahimu. Ibrahimu ndo mwenyeji. Kwa Yusufu walivozunguka kwenye huo mtaa, Yusuf anasema, huyu Yusuf ni mgeni, anasema nyumba ni kubwa na mashamba ni mapana. Ibrahimu anasema sasa, anamuuliza Yusuf, Ibrahimu ambaye ndiye mwenyeji, wa kaifa bihayyika ya Yusuf, na vipi mtaa wako ewe Yusuf. Wa kaifa bihayyika ya Yusuf, na vipi mtaa wako ewe Yusuf. Ibrahimu anataka kujua, na vipi mtaa wako kule unapoishi wewe, ulipotoka, mtaa wako upo vipi? Kwetu sisi hapa nyumba ni kubwa, sawa, na mashamba ni mapana kama ulivyosema ewe Yusuf. Sasa na vipi mtaa wako ewe Yusuf, huko ulipotoka, mtaa wako upo vipi, mazingira yake? Wa kaifa bihayyika ya Yusuf, na vipi mtaa wako ewe Yusuf. Yusuf anajibu, anasema mstari wa chini kabisa hapo, tupo chini kabisa, anasema innahu saghirun, mtaa huo ni mdogo. Innahu saghirun, hakika mtaa huo ni mdogo. Anamaanisha mtaa anaoishi yeye Yusuf ni mdogo. Walbuyutu fihi qalila, na nyumba kwenye mtaa huo ni chache. Walbuyutu fihi, na nyumba kwenye mtaa huo, qalila, ni chache. Walhayatu fihi basitwa, na maisha kwenye mtaa huo ni machache, yani watu hawaishi sana, watu wanaoishi ni wachache yani. Sawa, anavyosema walhayatu fihi, na maisha kwenye mtaa huo, basitwa, ni kidogo sana, maisha ni machache. Anamaanisha kwamba watu wanaoishi kwenye mtaa wake Yusuf ni wachache, watu sio wengi. Ndio anachomaanisha alivyosema na maisha kwenye mtaa huo ni machache. Sawa, narudia hapo. Yusuf anajibu, innahu saghirun, hakika mtaa huo ni mdogo. Walbuyutu fihi, na nyumba kwenye mtaa huo, qalila, ni chache. Walhayatu, chache manake kidogo, yani nyumba ni kidogo, chache. Walhayatu fihi, na maisha kwenye mtaa huo, basitwa, maisha ni machache. Naam, tunamalizia ukurasa huu, somo letu tunamalizia kwa leo. Ibrahimu anauliza, kaifa bisukanihi, vipi kuhusu wakazi wake. Sukanu, wakazi, yani watu wanaoishi eneo husika. Sukanu, sawa, wakazi. Asakanu, ambayo ndiyo mada ya somo letu, asakanu manake makazi, sehemu ambayo watu wanaishi. Lakini sukanu ni wale wakazi wenyewe, wale watu. Ibrahimu ndo anauliza, kaifa bisukanihi, vipi kuhusu watu wake, watu wa mtaa huo. Yusuf anajibu,
aktharu sukanihi ashuyukhu. Aktharu sukanihi ashuyukhu, wakazi wake wengi ni wazee. Ashuyukhu, wazee. Yani mtaa anaotoka Yusuf, wakazi wengi wanaoishi kwenye mtaa huo ni wazee. Wazee ndio wengi. Aktharu sukanihi ashuyukhu, wakazi wengi zaidi, wakazi wake wengi zaidi ni wazee. Maana Yusuf ameulizwa hapo nyuma juu hapo, kaifa bisukanihi, vipi kuhusu wakazi wake? Ndo amejibu aktharu sukanihi ashuyukhu, wakazi wengi wa mtaa huo ni wazee. Wakazi wengi wa mtaa huo ni wazee. Wa amma shababu, na ama vijana, fayaskununa fil madina, wanaishi mjini. Wa amma shababu, na ama vijana, fayaskununa fil madina, wanaishi mjini. Ibrahim anauliza kaifa yakunu dhalika, inakuaje jambo hilo? Inakuaje mtaa huo wanaishi wazee lakini vijana hawataki kuishi, wanaishi mjini? Ibrahimu ameshangaa, anauliza kaifa yakunu dhalika, inakuaje jambo hilo? Inakuaje jambo hilo? Yusuf anajibu fursatul amali fihi nadira, fursa au nafasi ya kazi kwenye mtaa huo ni chache, ni kidogo. Ndio maana vijana wanaenda mjini kutafuta maisha, pale wanabaki sana wazee. Yusuf anajibu fursatul amali fihi, fursa ya kazi au nafasi ya kazi, fihi, kwenye mtaa huo, nadira, ni kidogo, ni nadra kupatikana. Kwa hiyo vijana wanakimbia, wanaenda mjini. Ibrahim amma fi hayina, Ibrahimu anasema amma fi hayina, ama kwenye mtaa wetu. Amma fi hayina, ama kwenye mtaa wetu. Fa fursatul amali, fursa ya kazi au nafasi za kazi, mutawaffira, zinapatikana. Sawa, narudia, amma fi hayina, ama kwenye mtaa wetu. Fa fursatul amali, nafasi za kazi, mutawaffira, zinapatikana. Wal maswani'u mutaaddida, na viwanda ni vingi. Wal maswani'u mutaaddida, na viwanda ni vingi. Al maswani'u, viwanda. Yusuf anasema asifun, samahani. I'm sorry kwa Kiarabu, samahani kwa Kiarabu namwambia mtu asifun, maana yake samahani. I'm sorry. Yusuf anasema asifun, samahani. Ladaiya mau'idun, nina appointment, nina ahadi. Ma ahali, pamoja na familia yangu. Kwa maana kwamba Yusuf anamwambia Ibrahim samahani, yani anataka kuondoka. Nina ahadi pamoja na familia yangu, yani familia yangu, muda huu natakiwa niwepo nyumbani, kuna jambo kidogo labda tunataka twenda kuzungumza huko na familia yangu. Unaona tulisema kwamba tulishapanga kwamba muda kama huu tukutane, tujadili mambo yetu. Kwa hiyo anaomba ruhusa huyu Yusuf. Narudia, asifun, samahani. Ladaiya mau'idun, nina ahadi. Ma ahali, pamoja na familia yangu. Alayya, natakiwa. An arji al'ana, nirudi sasa hivi, yani arudi kule kwenye mtaa wake, nyumbani kwake. Alayya, natakiwa. An arji'a, kurudi. Al'ana, sasa hivi. Hapo nimesoma neno moja moja. Alayya, natakiwa. An arji'a, kurudi. Al'ana, sasa hivi. Ibrahimu anasema hasana, sawa, okay. Hasana, sawa. Araka qariba insha Allah, nitakuona karibu Mwenyezi Mungu akitaka. Araka qariba insha Allah, nitakuona karibu Mwenyezi Mungu akitaka. Kwa hiyo hili
Leo darasa letu linaishia hapa. Kwa hiyo tujitahidi tu kufuatilia, na hizo video za nyuma ziko YouTube, hata TikTok naweka, lakini YouTube ndo zimepangiliwa vizuri, kwa sababu YouTube kitu kikubwa nachoposti ni lugha ya Kiarabu. Ingawa na posti na baadhi ya vitu vingine, lakini ni mara chache sana. Kwa unaweza ukafuatilia huko, na pia kujiunga katika magrupu yangu ya Telegram. Kama unataka basi comment chini ili nikutumie namba yangu ya WhatsApp tuweze kuwasiliana. Ili huko Telegram ni kuzuri sana, nafundisha hivyo vitabu ninavyofundisha huwa siviweki, darasa zake siweki kwenye mitandao ya kijamii, naweka huko Telegram. Kwa hiyo ili uweze kuyaona hayo masomo lazima ulipie. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika.